Kwa taarifa zaidi ungana nasi Hanen Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Basi maana yake ni kwamba hakuna changamoto kwa sababu hatujapokea. Kwa hiyo tunakushukuru wewe pamoja na timu yako kwa kutusaidia tafsiri hapa. Lakini tuendelee kusisitiza kufuata sheria, kuhakikisha kwamba taratibu zote za ukaaji nchini, taratibu zote za uwekezaji ziendelee kufuatwa, na pale ambapo kutakuwa kuna mkwamo wowote, ofisi ya mkuu wa wilaya iko wazi masaa 24 siku 7 za wiki, wazifikishe kwa wakati. Na kama nilivyowapongeza awali, wamekuwa kufanya hivyo hata zinapotokea changamoto mbalimbali. Tumeshatokea changamoto kama 2 hapa, lakini zote tunaweza kuzitatua kwa wakati. Kwa waendelee hivyo kushirikiana na serikali, ila kikubwa ni kuhakikisha wanatii sheria. Zile changamoto ambazo tumezitatua huko nyuma zisijirudie, na wajiepushe kufanya vitu ambavyo vinaweza kuleta kwenye msuguano. Consider Fasola going Tanzania WP sana kuichwa Tanzania Bangoshi Jawama. Asante. Lakini cha mwisho lazima tutoe elimu kwa watu wote ambao wako katika mazingira haya. Endapo tatokea dharura, tunaweza vipi kuweza wenyewe kujiokoa, lakini kuweza kutambua hatari zilizopo katika mazingira haya. Kwa mfano ukijaribu kuangalia eneo la Msisi kwa ujumla, haya madini ya graphite yamekuwa spotted maeneo mengi na msalama. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba hata mkanda huu utakuwa umeendelea mpaka ukuchoje. Ila kwa maana ya kwamba deposit iko kiasi gani, mheshimiwa mwenyekiti, hiyo mara nyingi nafanya na taasisi ya GST. Kwa mpaka tujaribu kurequire zile taarifa kutoka kule kwao ili tuweze kuwa nazo, lakini kama tume ya madini kwa mkoa hatuna hizo. Niwapongeze sana kwa kazi inayoendelea. Nimefurahi. Mara mwisho nilikuja hili alikuwepo. Sisi tunataka tuone uwekezaji unaenda, ndio maana tumekuja hapa na kamati ya usalama kuhakikisha kama kuna changamoto tuitatue. Lakini kuna tatizo kidogo upande wa kijiji cha Kitumbi nadhani. Tuna eneo pia kule kubwa zaidi ya eka 500, tunatakiwa tufanyie utafiti. Yale maeneo tumeongea na wananchi wanaomiliki yale maeneo, tufanye biashara, tumekubaliana. Lakini kijiji wanasema kuna maelekezo, inawezekana either ni maeneo ya misitu, either ni maeneo ya umiliki wa kijiji. Nyinyi mmeenda vice versa. Anayesimamia ardhi zote ni halmashauri. Ndio. Ni mkurugenzi. Kwa maana nasikia namuulizia mkurugenzi yuko wapi hapa? Huyu hapa. Ndivyo? Kwa mnapotaka kununua maeneo kutoka kwa wananchi, ni lazima kwanza mwanzie kwa mkurugenzi. Sio kijiji. Kwa sababu kwanza tayari ni zaidi ya ekari 500. Ndio. Sawa, kama ni ardhi ya kijiji hakina mamlaka ya kufanyaje. Mnaweza mkaanza mazungumzo na kijiji, lakini ni vizuri mkapata guidance ya wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi ili msiingie kwenye migogoro. Sawa? Hilo eneo analolizungumza ni eneo la msitu wa hifadhi, hekta 7,000 zimetengwa kwa ajili hiyo. Si ndivyo? Sasa wengine wataleta ujanja, watawatapeli. Utauzia eneo la msitu, utakwama kwenye uwekezaji wako, lakini ukipita ofisi ya mkurugenzi au hata ukipita ofisi ya katibu tawala, tutawaguide vizuri. So that means uwezekano wa kutafuta deposits maeneo mengine ni mkubwa. Maeneo mengine kuna wananchi wanaishi, kuna shughuli nyingine za kiuchumi zinaendelea. Sasa hatuwezi tukakaa kama serikali tunasubiri mpaka kiwanda kijengwe, kikamilike, ndio tunaanza kukimbizana wapi tukatafute deposit. Kwa hilo la Kitumbi, kwa sababu na mimi nilifika huko nimeliona, nendeni ofisi ya mkurugenzi, mtapata maelekezo vizuri kabisa ya eneo ambalo mnalihitaji. Tena huko Kitumbi, kwa sababu kuna ekari zaidi ya 1000, kuna eneo ambalo tutalitenga, tutatoa ardhi bure kwa ajili ya viwanda. Tutapeleka umeme pale, tupeleke maji, tupeleke barabara, tutenge ekari 500 mpaka 1000 kwa ajili ya viwanda tu. Hongereni sana, spidi ni nzuri, mnaenda vizuri, na nimefurahi kwamba hakuna changamoto ambazo sisi kama serikali hatujazitatua mpaka sasa hivi. Sawa? Tunapambana mpate mnara wa mawasiliano, nadhani wameshakuja wako site, wameshaanza ujenzi, tutapata uwanja wa mnara wa mawasiliano. Serikali inapambana pale Mkata, tumeshaanza ujenzi wa substation na leo tutaikagua kuangalia kwa umeme tutapata kwa uhakika. By the time mnaanza naamini tutakuwa tumeshasogea. Bila umeme hapa mtafanya.
Ndivyo. Maji mmepata? Maji tunayo. Mmechimba? Mmechimba. Okay, mmepata kiasi gani? Sasa hivi tumepata kimya tu nyumbani, bado tutafanya kiwanda. Sasa hilo lingine nadhani dasi utawaambia watu wa mkurugenzi wa kampuni ya In and Out kulika na swala la uchenjuaji wa madini ya graphite pamoja na madini ya dolomite kwa ajili ya kutengeneza poda kwa ajili ya rangi na wall put. Tupo hapa, kiwanda chetu kinategemea kuwa nafanya kazi zaidi ya 300, lakini kwa sasa tunafanya kazi 100. Na ndio tumeanza kazi rasmi upande wa graphite na tunasubiria ndani ya miezi 2 kuanza uzalishaji wa dolomite. Na tumepata msaada mkubwa sana kutoka serikalini. Vitu vingi sana vibali vyetu vimekuwa vikifanyika kwa haraka. Tumekuwa tukipata misaada mbalimbali kutoka katika kila sekta ya wilaya hii ya serikali. Kwa hiyo hatuna changamoto kubwa. Sasa changamoto kubwa ni umeme ambao na wenyewe unaendelea kutatuliwa siku hadi siku. Upande wa barabara tunachunguza barabara, tukijaribu kutengeneza barabara kilomita 15 bado kilomita 10 ili tuweze kupakia mizigo na kutoa, ila kwa sasa hivi tunazalisha kila tuweze kutoa mzigo sababu barabara haifai, na tujaanza kuingiza nguvu kama wawekezaji kutengeneza barabara. Tunaanza kushirikiana na wenzetu kutengeneza barabara kilomita 15 kwa bado na kilomita 10 za kutoka hapa ili kuweza kukaribia karibu kwenda Chogo. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo, lakini tunategemea muda so mrefu tutaweza kuitatua kwa msaada wetu na msaada wa serikali ambao unahitaji kwa mkubwa pia. wilaya yetu upande wa vijiji vya Mkalamo, Chogo na kwa Msisi kuona maendeleo ya uwekezaji katika wilaya yetu. Ziara hii imelenga kwanza kusikiliza changamoto na kero ambazo wawekezaji wanazo katika kuhakikisha kwamba dhamira ya serikali inafikiwa ya kujenga viwanda, lakini pia vile vile kufuatilia maendeleo yanayopatikana kutokana na uwekezaji katika maeneo yanayozunguka viwanda hivi. Nimeweza kutembelea kiwanda kinachomilikiwa na kampuni ya Grey Hill na sasa niko kwenye kiwanda kinachomilikiwa na kampuni ya In and Out. Lakini kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwapongeza sana wawekezaji wa viwanda hivi viwili vya Grey Hill na In and Out. Sisi kama kamati tumeshuhudia uwekezaji mkubwa wa zaidi ya dola milioni 15 ambao mpaka sasa umewekezwa katika maeneo yetu haya ya wilaya ya Handeni. Kwa kweli kazi kubwa sana imefanyika. Lakini pia niwapongeze sana taasisi zote zinazosimamia uwekezaji katika nchi yetu. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amefungua milango na ameweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji hawa kuweza kufanikisha lengo la kuwa na viwanda katika wilaya yetu. Isingekuwa kwa sera madhubuti kabisa na usimamizi madhubuti wa Mheshimiwa Rais, basi wawekezaji hawa wangekuwa wameenda maeneo mengine. Kwa sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu hii inafungua fursa kwa wanahandeni, ajira zinapatikana. Hapa nilipo mpaka sasa hivi kuna ajira zaidi ya 100 zimepatikana za moja kwa moja. Lakini kule tulipotoka Grey Hill kuna ajira zaidi ya 200 zimeshapatikana. Lakini pia bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika katika maeneo haya zinatoka ndani ya wilaya yetu ya Handeni. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu hii ndicho ambacho wananchi wanakitegemea kutoka kwa serikali. Lakini kubwa niwapongeze hapa In and Out kwa sababu leo nimetembelea, nimeona kiwanda cha kuchakata graphite kimeshaanza kazi na uzalishaji umeanza, pamoja na kwamba tuna changamoto ya umeme. Lakini kwa hili wazo la kujenga kiwanda kwa ajili ya kutengeneza wall put na rangi, maana Handeni sisi tuna dolomite nyingi sana, na dolomite ndiyo madini ambayo yanatumika kutengenezea bidhaa hizi za rangi na wall put. Mimi nakupongeza sana Rajesh, mkurugenzi wa In and Out, kwa wazo hili, na sisi kama serikali tutafanya kila liwezekanalo ndani ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba kiwanda cha rangi na kiwanda cha wall put kinafanya kazi katika wilaya yetu. Yaani hapa mimi nitakuwa kama mwanahisa, pamoja na kwamba impliedly serikali ina hisa, maana inapata kodi, inapata ajira kwa wananchi wake, inapata huduma na vitu vingine. Katika hili mimi nitakuwa kama ni mwanahisa, nitahakikisha hapa kila baada ya muda niangalie maendeleo ya kiwanda hiki, kwa sababu tukiweza sisi Handeni kuwa na bidhaa yetu sawa, made in Handeni or product of Handeni, si jambo tu la kujivunia, bali ni jambo ambalo linafungua fursa zaidi. Tutapunguza gharama za bidhaa hizi, kwa sababu mfuko wa Allput ukichukua kutoka Dar es Salaam mpaka ufike hapa ni 20,000, lakini hapa mimi na uhakika mnaweza mkazalisha kuanzia shilingi 8,000 mpaka 12,000. Kwa bidhaa gharama zitapungua. Rangi hivyo hivyo, tuna mashule chungu nzima hapa, tunaingia gharama kubwa sana kununua rangi,
Lakini tukizalisha rangi hapa tukapata kwa bei nafuu, ina maana shule zetu hizi zitapigwa rangi, zahanati zetu zitapigwa rangi. Kwa hiyo mimi nakupongeza sana mkurugenzi kwa wazo hili la kuanzisha kiwanda kingine katika kipindi hiki kifupi katika wilaya yetu, kwa sababu sasa tutakuwa tuna viwanda vitatu. Tutakuwa na kiwanda cha Allput, tutakuwa na kiwanda cha rangi, tutakuwa na kiwanda cha kuchakata graphite. Kwa kweli hii ni hatua kubwa sana, na lazima kama serikali tukutie moyo, tuhakikishe tunashirikiana na wewe malengo haya uliojiwekea yaweze kufanikiwa. Lakini mwisho ni kushukuru pia kwa mchango wako kwa jamii. Nashukuru kwamba umeniahidi hapa tutamalizia shule jengo la walimu, nyumba kwa ajili ya walimu, ili walimu wetu wapate sehemu ya kuishi. Lakini pia nakushukuru kwa mchango wako kuhusiana na ujenzi wa tupo katika hii process za ujenzi, tunategemea kukamilisha mpaka mwezi wa 5 au 6. Pia na karibu sana, karibu kutembelea hapa. Nashukuru sana umefika hapa. Sawa sana.